Pumzike kwa amani. Amina. Ndugu wapendwa, karibuni katika azimisho la misa leo, Dominika ya kwanza ya Kwaresima ya mwaka A wa Kanisa. Tutasikia jinsi Yesu anavyosimama mbele ya vishawishi ya Shetani. Yesu anaonyesha msimamo wako na yeye pia akitaja neno la Mungu. Tunaalikwa sisi pia kusimama kwa imani mbele ya vishawishi. Kwaresima ni kipindi cha kujiweka karibu zaidi na Mungu. Ni kipindi cha kupambana na majaribu na vishawishi vya Shetani katika maisha yetu ya kiroho. Lakini silaha za kupambana na Shetani na kushinda ni sala, mafungo na kufanya toba ya kweli, pia kufanya matendo ya huruma. Mungu atusaidie ili pamoja na kanisa tufanye safari ya kiroho, sio ya kimwili. Tuwe pamoja, Mungu awe pamoja nasi, atuongoze ili sisi pia tuweze kushinda vishawishi mbalimbali. Pia katika misa ya leo tunawaombea kamati tendaji, wale ambao walichaguliwa ili pamoja nao tufanye kazi katika parokia yetu, kuongoza watu wale ambao Mungu amewaweka chini yetu, na kuombea siku ya leo ili wafanya kazi yao vizuri. Mbele ya Mungu sisi kama binadamu tutambue dhambi zetu na kumwomba Mungu msamaha. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Amen.
tujalie tuzidi kulifahamu fumbo la Kristo kwa njia ya mazoezi ya kipindi cha Kwaresima tunachojaliwa kila mwaka, na kwa njia hiyo tuyafuate yale yanayotokana na fumbo hilo kwa mienendo inayostahili, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristu mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo katika kitabu cha Mwanzo. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi ya kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakijua kuwa wauchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kiitikio: utulehemu e Bwana, kwa kuwa tumetenda dhambi. Utulehemu e Bwana, kwa kuwa tumetenda dhambi. Utulehemu e Bwana, kwa kuwa tumetenda dhambi.
Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 5 aya ya 12 hadi ya 19. Kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwemo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwepo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi, ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadiri ya kile kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima
kwa yule mmoja Yesu Kristo. Basi tena, kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Neno la Bwana.
Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kila kitu upendo. Ndugu zangu wapendwa, katika Dominika ya kwanza ya Kwaresima mwaka wa kanisa wanatufundisha kusimama imara mbele ya majaribu. Kwanza kwetu wa Kristo, Kwaresima ni kipindi cha kujiweka karibu zaidi sana na Mungu. Ni kipindi cha kupambana na majaribu na vishawishi vya shetani katika maisha ya kila mtu, katika maisha ya kila Mkristo. Lakini kwetu wa Kristo, silaha za kupambana na shetani na kumshinda mbele ya vishawishi kwetu wa Kristo ni sala, ni mafungo, ni toba ya kweli, ni kufanya matendo ya huruma. Pamoja na kanisa tunafanya safari ya kiroho, sio kimwili, safari ya kiroho ili tutafute jinsi ya kujipatanisha zaidi sana na Mungu. Tumeshaanza kipindi tangu Jumatano ya Majivu. Nasikia kuwa mambo makubwa katika kipindi cha Kwaresima ni sala, kufunga na kufanya matendo ya huruma. Mkristo wa kweli au Mkristo anapaswa kuwa ameshaamua, mimi mwaka huu nifanye nini, kwa kuongeza muda wa sala, kwa kufunga na pia kufanya matendo ya huruma. Nikasema kuwa kuna watu wanaishi maisha kusema bado kuna muda mpaka utajikuta tumemaliza Kwaresima, hujaingia hata katika muda wa sala au kuongeza muda wako wa sala, hujafanya hata matendo ya huruma na hujafunga. Naona mpaka Kwaresima imeisha, utakuwa upo kama nje ya safari ya kiroho pamoja na kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaalikwa watu wote tutembee pamoja, safari ya pamoja na kanisa ya kiroho. Kila mtu anapaswa kujua mama kanisa anatualika, nialika mimi nifanye nini ili pamoja niwe na kanisa na kujipatanisha mimi mwenyewe na Mungu. Katika somo la kwanza ni simulizi la anguko la kwanza la mwanadamu. Nyoka amewekwa kama mfano wa kishawishi na majaribu. Anapa zambi zao wale wazee wetu wa kwanza ni kututii amri na maagizo ya Mungu. Nyoka anakuja kwao na vishawishi vyake, wao wanamsikiliza Mungu. Nyoka hawana msimamo mbele ya vishawishi. Mungu akawaambia msile matunda ya bustani hapa, msifanye hivi, lakini wao kwa sababu hawana msimamo, au Eva kwanza kwa sababu yeye ana msimamo akamsikiliza nyoka. Sisi tunalikwa kama Wakristo tunapaswa kuwa na msimamo. Mbele ya kishawishi mtu anapaswa kuwa na maamuzi. Tumsifu Yesu Kristo. Unapaswa kuwa na maamuzi, unapaswa kuwa na msimamo. Nikasema hapa mbele ya shetani, silaha ya kwetu wa Kristo kubwa ni sala. Ukiwa katika sala mara kwa mara, kwa mtu ambaye amesimama mbele ya katika sala, unaweza kusimama mbele ya vishawishi. Ni dhambi ya kuchukua nafasi ya Mungu. Mungu alimuumba mtu mzima, mwili na roho, akampa maisha ya heri na amani bila kufa. Biblia inasema baada ya kutenda dhambi, Adamu na Eva walitambua kuwa wamekuwa uchi. Baada ya kutenda dhambi wakatambua kuwa wamekuwa uchi, wakaona aibu, kwa sababu dhambi zinafanya mtu aone aibu. Dhambi zinafanya mtu anakimbia karibu kukaa na Mungu. Uchi hapa ni hali ya kutojiweka kabisa, hali ya udhaifu ya Adamu na Eva walipoipata baada ya kukosa utii kwa Mungu, yani ya kula matunda. Uchi inawakilisha hali ya udhaifu, hali ya kutojiweza, hali ya kupoteza neema na kuwa mbali na Mungu. Mbele ya vishawishi
hawakuwa na nguvu ya kusimama, labda kwa sababu hawakuwa katika sala. Yani kuna watu wa Kristo, yani mbele ya vishawishi wanakuwa mwepesi sana. Yani ukimpeleka huku yupo, kumwenda huku yani hana msimamo kweli. Tumsifu Yesu Kristo. Walipojitenga na Mungu, walijisikia hawana uwezo wa kumrudia Mungu. Walikuwa dhaifu kabisa. Hata sisi pia tunakuwa hivyo. Kwa kujitenga na Mungu, dhambi inatufanya dhaifu kabisa, tusio na uwezo wa kumuona Mungu, tusio na uwezo wa kumrudia Mungu na kuongea naye. Tunapotenda dhambi, tunaona aibu sana. Tunakimbia Mungu kwa sababu tunajua kwamba hapa tumekosea. Lakini mama kanisa kipindi hiki cha Kwaresma anatuambia kwamba turudi kwake, tujipatanishe naye kwa njia ya sakramenti ya kitubio, yani kufanya toba ya kweli. Sasa kwa sababu dhambi imekuja ulimwenguni na mtu mmoja, au kwa wale watu wazee wetu wa kwanza, neema na baraka pia inakuja ulimwenguni na mtu. Ndio Paulo anatuambia katika somo la pili. Katika somo la pili, Mtume Paulo anatuelezea jinsi Mungu katika hekima yake na upendo wake alivyogeuza ubaya wa mwanadamu kuwa wema, na alivyobadili laana ya mwanadamu kuwa baraka. Atamani kwa njia ya mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani Adamu ya kwanza aliingiza hali ya dhambi na mauti katika dunia hii. Yaani Adamu na Eva. Adamu au Eva. Yaani Yesu Kristo alileta neema inayoshinda dhambi na mauti. Kwa sababu wale wa kwanza wameleta laana na mauti katika dunia kwa kutokutii Mungu, kujifanya kuwa kama Mungu, kujiweka chini ya majaribu ya shetani. Yesu kwa njia ya Kristo Mungu anatuletea baraka. Yaani kwa Mungu anatuletea baraka, analeta neema iliyoshinda dhambi na mauti. Ndio Kristo akafa msalabani kwa ajili yetu, akajiweka yeye mwenyewe, yani kutuletea baraka na kutoa laana ya wale wazazi wetu wa kwanza. Katika Injili pia tunasikia simulizi jinsi Yesu alivyojaribiwa na shetani na kuvishinda vishawishi vyake. Unaona kuwa katika somo la kwanza tunaona wale wazee wetu wanashindwa kusimama mbele ya vishawishi. Tumsifu Yesu Kristo. Wanashindwa kusimama mbele ya vishawishi, lakini katika Injili anatuambia jinsi Yesu anatuonyesha kuwa inawezekana wewe kusimama, kuwa na msimamo mbele ya vishawishi. Labda wakati mwingine wewe kama Mkristo unaona imekuwa ngumu kwako kusimama mbele ya vishawishi. Nikasema watu wengine wanakuwa mwepesi sana, ukimpeleka huku yupo, ukimpeleka yani hana msimamo, anaingia katika dhambi kwa urahisi sana. Yani wakimwambia hivi anaingia, ukimwambia hivi yani hana msimamo. Katika somo la Injili wanatuambia kwamba inawezekana wewe kusimama pia, kuwa na msimamo, kutambua hapa ni dhambi, mimi siwezi, mimi ni Mkristo, hapa ni vishawishi mimi. Nikasema tunashinda vishawishi vya shetani tukiwa katika sala, tukiwa katika mafungu, tukiwa yani kufanya toba ya kweli. Ni silaha yetu kama Wakristo kweli, sala, ili uweze kushinda vishawishi vya shetani. Adamu na Eva walishindwa na vishawishi, lakini Yesu alikishinda kishawishi, akaonyesha nguvu na msimamo wake katika mazingira hayo ya upweke. Kula jangwani kwa kufunga na kusali kwa muda wa siku 40, shetani anamjaribu na kumshawishi. Shetani huyu yani ibilisi anajua hali yetu, anajua hali ya kila mtu. Anaenda kukutana na Yesu wakati Yesu anafunga siku 40, anajua kwamba huyu mtu amekuwa na njaa. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kweli ukiwa umefunga, kwa wale ambao mna uzoefu wa kufunga, utaona kuwa wakati unamaliza kufunga kwako unakuwa na njaa. Katika kufunga unakuwa na njaa, na kwa kuwa na njaa unasikia pia yani kuna
moyoni mwako unakutana na vitu mbalimbali. Kwa mfano sili chakula, mwingine unaona kama hata hujapanga kufunga, labda una chakula, umekosa chakula, unaweza kushinda na njaa siku nzima. Lakini siku utasema leo mimi nafunga, unaanza kusikia njaa hata saa 1. Tumsifu Yesu Kristo. Mapema umesema leo asubuhi naanza kufunga, unaanza kusikia njaa saa 1, unaanza kusikia, yani inafanya hata uwezi kusimama. Wakati mwingine hata ukiwa na njaa unaweza kufanya kazi, unaweza hata kwenda mjini na urudi na njaa kwa sababu labda una pesa. Lakini siku utapanga kwamba leo unafunga, unashindwa hata kwenda mjini. Unasema nitaendaje mimi na njaa? Shetani anajua yani hali ya wanadamu, hali yetu, anajua kwamba huyu anakosa nini, niende kwake, na kuletea vishawishi mbalimbali. Kishawishi ni nini? Kishawishi ni mvuto au msukumo kutoka ndani au nje ya mtu, unaovuta kumsukuma kutenda jambo nzuri au baya. Bila vishawishi mtu anakuwa na maamuzi, anakuwa na msimamo. Ndio Yesu akawa na maamuzi, akawa na msimamo, akamwambia shetani, mimi siwezi, imeandikwa. Yaani wale wa kwanza, kwa sababu hakuwa na maamuzi, kwa sababu hakuwa na msimamo, Yesu anatuambia kwamba inawezekana wewe pia kuwa na msimamo, wewe kusema kwamba mimi hapa siwezi. Majaribu ya Yesu, ya shetani kuja kwa Yesu, ya kwanza ni kula. Yaani tamaa ya kimwili, mahitaji ya kila siku, chakula. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani mahitaji ya kimwili. Ndio maana katika somo la kwanza wanamwambia Eva kuhusu kula, chukua kula. Anasema eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Kuna watu yani ukiweka chakula, amefunga lakini ikutana na chakula, yani hawezi akumbuke kwamba alikuwa anafunga. Yani akifunga kwamba mimi leo sili chakula, ukimwekea kuku mbele yake, yani kwa sababu anapenda kuku sana ya kuchoma, anaingia moja kwa moja. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu shetani anajua kwamba huyu anapenda chips sana, huyu anapenda kitu fulani. Wakati unafunga anakuweka mbele ya hivi vitu, unaona kwamba mimi nafanyaje kupita kuacha kuku inapita hivi, mimi nafanyaje kuacha chips inapita hivi. Yani unaenda kula kwa sababu anajua mahitaji yako, kwa sababu anajua pia tamaa yako, unapenda nini. Anamwambia eti Mungu alisema msile matunda ya mti yote ya bustani. Eva akasema ndio, asema hapana, ukifanya hivi utafanya, chukua kula. Akala kwa sababu alikuwa na tamaa. Mara kwa mara labda alikuwa anageuka bustani, anaona matunda, sema bora matunda yanaonekana ni tamu sana, kwa nini Mungu alisema tule? Njoo shetani pia akaja kwake, umeona ukifanya hivi utakuwa na amani, utakuwa. Mungu hataki mfahamu vitu vyote, lakini chukua ule. Ni wazi hakuna maisha bila chakula cha kimwili, lakini Yesu anatufahamisha kuwa binadamu sio mwili tu, ana roho ndani mwake, na roho ndiyo itiayo uzima. Hivyo hatuishi kwa mkate tu, yani mahitaji yetu ya kimwili peke yake, bali tunahitaji pia chakula cha kiroho tunachokipata kwa kufanya mapenzi ya Mungu. Ndiyo maana Yesu mwenyewe anasema chakula changu ni kufanya mapenzi ya Mungu. Kwaresima hii itufanye mabadiliko, tumrudie Mungu, tufanye toba ya kweli, tupate baraka na kibali machoni pake, na tutafanikiwa katika maisha yetu. Ndio chakula chetu cha kiroho. Chakula cha kiroho pia, yani mtu anapaswa, Yesu anasema mtu hawezi kuishi na chakula tu, lakini kwa neno la Mungu. Kuwa karibu na neno la Mungu. Kuwa karibu na neno la Mungu ni kusikiliza neno la Mungu mara kwa mara. Kuwa karibu na neno la Mungu ni kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Kuwa karibu na neno la Mungu ni kufahamu neno la Mungu. Ndugu zangu wapendwa, ukiona shetani anakuja kwake Yesu, anataja Biblia, anasema imeandikwa.
utafanya hivi, imeandikwa utafanya hivi. Yaani kuna watu kwa sababu hawajui kutafsiri neno la Mungu, na kuna watu kwa sababu hawajui neno la Mungu, yaani mtu anaweza kukudanganya kukwambia imeandikwa hivi, unasema kweli imeandikwa. Na kuna watu wengine wanaweza kuonyesha pia kwenye Biblia, angalia, soma hapa. Lakini wewe kwa sababu hujui neno la Mungu vizuri, una uzoefu wa kusema neno la Mungu, unakuwa unasema kweli imeandikwa. Jaribu la pili ni kumjaribu Mungu. Anamwambia panda huku juu, tupa nje, atatuma malaika wake. Anasema imeandikwa, ukipanda huku juu atatuma malaika watakushika. Anamwambia tena kuhusu utajiri, riches. Watu wengi leo wanaona maisha kuwa ni utajiri, maisha ni kumiliki vitu. Ndio maana ndugu zangu wapendwa, watu wengi, Wakristo wengi wanashinda kutafuta mahali kwa njia ya wang'anga wa kienyeji. Anataka afanikiwe, yani bomba kwa bomba. Wanajeria wanasema bomba kwa bomba, mimi lazima nifanikiwe. Kwa kufanikiwa kwangu ninapata kupita huko, kwa sababu unaona mtu mwingine ana uwezo wake, ana mali yake, unataka kuwa kama yeye. Shetani atakwambia, umeona huyu si Mkristo kama wewe, lakini ana vitu, kwa nini wewe unakufa na njaa? Kuna mtu kama huyu ni Mkristo kama wewe, ana vitu kama hivi, ana nyumba, ana kwa miguu. Nenda hapa, njia rahisi. Ndio shetani anakuja, anatambia Yesu kwamba hivi vitu vyote ni vya kwangu, ukimiabudu mimi nitakupa. Ndio watu wengi wanakuwa rahisi sana, kwa sababu unataka kuishi kama watu wengine. Lakini shetani akujua kwamba mtu ambaye anamjaribu ana nguvu kuliko yeye, ana msimamo kuliko yeye. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, maisha yetu wa Kristo tunakutana na vishawishi. Hakuna mtu anaweza kusema ataishi bila vishawishi. Tumsifu Yesu Kristo. Tunakutana na vishawishi mbalimbali, kwa watu ambao tunaishi karibu nao, kwa watu ambao wanajua maisha yetu, kwa watu ambao wanajua siri ya maisha yetu. Vishawishi vinaweza kuja kwao. Lakini hata kama inakuja kwa watu ambao wanajua siri ya maisha yako, kwa watu ambao wanakuwa karibu na wewe, unapaswa kuwa na msimamo. Usiwe mtu ambaye ni mwepesi sana. Yani hata wakati kuna watu hata shetani amechoka kuwajaribu, kwa sababu unajua huyu nikimpeleka huku yupo, ukimpeleka huku yupo. Ukiwa na msimamo, unaona shetani atakuja mara kwa mara. Anampeleka Yesu mara 3. Katika somo la kwanza ni mara 1 tu, fanyeni hivi wakafanya. Lakini katika somo la Injili tunakwambia akampeleka Yesu huko, Yesu akasema hapana. Akampeleka huko, Yesu akasema hapana. Akampeleka huko Yesu mpaka yeye mwenyewe akachoka. Sema huyu mtu sio mtu wa kumjaribu. Kwa hiyo wewe pia usali leo ili shetani aone kuwa huyu mtu sio mtu wa kumjaribu, kwa sababu ya msimamo wako. Simama imara kwa kufahamu neno la Mungu. Simama imara kwa kuwa karibu na neno la Mungu. Simama imara kwa kuwa karibu kwa kumsikiliza Mungu, kusikiliza neno la Mungu, kutafakari neno la Mungu katika sala. Itakufanya wewe Mkristo uwe imara mbele ya vishawishi. Mungu atusaidie ndugu zangu wapendwa. Nikasema kwamba silaha yetu wa Kristo kubwa ya kushinda vishawishi vya shetani ni sala. Uwe mtu wa sala. Sala itakusaidia uwe zaidi sana karibu na Mungu, kurudi kwa Mungu mara kwa mara, kujiweka chini yake ili Mungu akupe nguvu ya kusimama. Majaribu ya shetani ni kila siku, labda kwa mawazo, labda kwa maneno ya watu wengine. Lakini ukiwa umesimama, utaona pia kuwa hata yeye shetani atasema kuwa mimi siwezi. Kama yeye shetani amewajaribu wazazi wetu wa kwanza, lakini Yesu anatuonyesha kuwa inawezekana kushinda vishawishi. Wewe fanya kama yeye, kama Kristo, kuwa mimi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa kuishi katika sala, kwa kufahamu neno la Mungu,
mimi nitashinda vishawishi vya shetani. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tusimame. Na sadiki kwa Mungu moja, Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwana kwa mwana, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumba, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akatoa mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka kadiri ya Maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungamo wa ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu, na uzima wa milele ijayo. Ndugu wapendwa, Yesu alipangiwa na Mungu Baba kutuletea ukombozi. Shetani alimkaribia Yesu ili amshawishi kumwasi Baba yake na kuchukua njia ya ukombozi inayopigana na mpango wa Mungu. Bwana, Bwana Yesu, ulishawishiwa kutumia nguvu ya kimungu kwa ubinafsi. Utufungue macho yetu ili tutambue kwamba hatuishi kwa mambo ya dunia tu, ila kwa baraka za Mungu Baba. Bwana. Bwana Yesu, ulishawishiwa kuchagua njia ya siasa ili kutukomboa. Utufundishe kutambua kwamba ufalme wa Mungu si ufalme wa kupigania mamlaka na madaraka, bali ni kutimiza amri zako. Bwana. Bwana Yesu, ulishawishiwa kutegemea umungu wako ili kujionyesha kama mkubwa. Utusaidie tutambue kwamba imani yetu imetufundisha kuvumilia shida za dunia ili kustahili tuzo ya mbinguni. Bwana. Bwana Yesu, ulimpinga mshawishi kwa imani imara kabisa. Utuimarishe kwa nguvu ya imani ili tuweze kushinda vishawishi tunavyokumbana navyo, hasa tamaa ya madaraka na mali. Bwana. Bwana Yesu, ulisema kwamba hakuna mtu atakayeshawishiwa kupita nguvu zake. Utusaidie tunapokuwa katika hatari za vishawishi, na utuimarishe kwa nguvu yako tuvishinde. Bwana. Kila mtu kwa ukimya atoe sala zake kwa moyo. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa.
Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. E Mungu uliye na kimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako. Utujalie ili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
Amen.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana, tunakuomba utufanye tustahili kukutolea inavyofaa vipaji hivi vinavyotusaidia kuadhimisha mwanzo wa kipindi hiki kitakatifu cha Kwaresima kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na kitendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. E Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye kwa siku 40 alijinyima chakula cha kidunia, akaonyesha hivyo namna ya kufanya kitubio. Yeye kwa kupindua ila zote za nyoka wa kale alitufundisha kushinda chachu cha ovu, ili kwa kuazimisha fumbo la Pasaka kwa mioyo inastahili, hatimaye tuifikie Pasaka ya milele. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika na watakatifu tunakuimba utenzi wa sifa tukisema bila mwisho. Bwana Mungu wa
Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Fumbo la imani yetu. Kwa hiyo Bwana, tunapoazimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani. Ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 18 na askofu wetu mkuu Yuda Tadei Ruwaichi, askofu msaidizi Heri mcha Mungu na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako Kardinali Polikarpengo uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen.
Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waacheni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili niingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Bila
ataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Tuombe. E Bwana, tumekula mkate wa mbinguni unaolisha imani, kuhamasisha tumaini na kuyatia nguvu mapendo. Tunakuomba tujifunze kumtamani yeye aliye mkate hai na wa kweli, na tuweze kuishi kwa kila neno litokalo kinywani mwako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Uwe pamoja
kwa kila Bwana. Mimi na tangazo moja. Leo Dominika ya kwanza ya Kwaresima. Dominika ya tatu ya Kwaresima tutafanya matendo ya huruma ya kiparokia. Kwa hiyo vipaji vya Dominika ya tatu itakuwa kwa ajili ya wahitaji. Jumuiya ya Dominika ya tatu wasilete vipaji. Vipaji vitaletwa kwa kila muumini. Andaa matendo ya huruma, kama ni chakula, kama ni pesa, kama ni kitu ambacho unaona ni muhimu kwa ajili ya wahitaji. Tutaweka hapa sisi kama parokia, tutaangalia jinsi ya kuwasaidia wahitaji ya parokia yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Ili tuwasaidie watu wengine, kwa sababu wanaweza kumaliza Kwaresima bila kufanya matendo ya huruma. Kila muumini alete vipaji, yani apange matendo ya huruma kwa ajili ya wahitaji. Usilete nguo ambazo zimepasuka pasuka, ulete hapa ili tuanze kukusaidia kuchoma nguo zako za zamani. Kama kuna nguo, unaweza pia kwenda Kariakoo ununua nguo nzuri kwa ajili ya wahitaji. Kama kuna nguo yako ya zamani lakini iwe nguo nzuri, mtu anaweza pia kuvaa. Tumsifu Yesu Kristo. Fanya matendo ya huruma, panga kitu kizuri kwa ajili ya wahitaji. Yaani kila mtu, inaweza kuwa ya kifamilia, inaweza kuwa kila mtu, sio vyama vya kitume, nasema kila muumini. Msije hapa kama vyama vya kitume, lakini kila mtu, yani itakuwa kila mtu asimame alete matendo ya huruma, hata katekista pia. Tumsifu Yesu Kristo. Na Jumapili iliyopita tulifanya uchaguzi ili tupate viongozi wa kamati tendaji. Tunawaita hapa kwa kiapo chao. Kwanza tunawashukuru wale ambao walikuwa pamoja na kamati tendaji. Naomba waje mbele hapa, sisi tuwashukuru sana sana kwa kazi nzuri waliofanya katika parokia yetu. Mpaka tumefika hapa, wao pia wamepambana sana kwa mawazo yao, kwa uwezo wao, zaidi sana kwa muda wao kwa ajili ya maendeleo ya parokia. Tunawaomba waje mbele hapa, tuwashukuru. Kamati tendaji ya zamani, mzee pambana uje. Hawa ni viongozi wa kamati tendaji wa zamani, nimewakuta na washukuru sana kwa kufanya kazi nao pamoja. Nao tumefanya kazi vizuri mpaka umefika mwisho. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Mungu aendelee kuwabariki. Kila kitu kuna mwanzo na mwisho. Ilikuwa wakati wenu umeanza na sasa umemaliza. Tumuombe Mungu awabariki na kuwasaidia kuwatia nguvu, muendelee kumtumikia Mungu siku zote. Asanteni sana. Nisimame hapa tupige picha ya kumbukumbu. Msiniache. Asanteni. Mzee. Asante sana. Amen. Na wewe unakimbia. Kwa hiyo tunawaalika wale ambao walichaguliwa kama tendaji ya awamu hii hapa, waje hapa kwa ajili ya kiapo. Mimi Alexi Ephraim Limo ninaapa kuwa katika utumishi wa Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa nafasi ya mwenyekiti wa parokia, nitalinda, kutetea na kuishi imani yetu ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume kama nilivyokiri na kuiungama wakati wa ubatizo wangu na kipa imara. Na hapa kuwa
Nitatekeleza wajibu wangu kwa mujibu wa Katiba ya Halmashauri ya Walei Katoliki Tanzania. Nitakuwa mtii na mwaminifu kwa kanisa na uongozi hierarkia wa kanisa. Nitalitumikia kanisa na waumini wote kwa bidii na uaminifu mkubwa. Nitahakikisha natenda haki daima bila upendeleo. Nitashauri hierarkia kwa uadilifu, na katika kufanya hivyo nitahakikisha kuwa mkweli na mwaminifu daima na kwa maslahi ya kanisa. Na hapa katika utumishi wangu kama kiongozi katika kanisa, nitajitahidi kwa uwezo wangu wote kuwa mcha Mungu na mtu wa sala na ibada, ili nipate kweli kuwa chumvi, chachu, mwanga na kioo kwa jamii ninayoiongoza. Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiapo cha mjumbe wa kamati tendaji parokia halmashauri Walei jimbo. Mimi Edgar Blasio Ngailo naapa kuwa katika utumishi wa kanisa Katoliki jimbo kuu la Dar es Salaam kwa nafasi ya makamu mwenyekiti wa parokia Mtakatifu Gabriel Malaika Mkuu Vianzi, nitalinda, kutetea na kuiishi imani yetu ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume kama nilivyokiri na kuiungama wakati wa ubatizo wangu na kipaimara. Naapa kuwa nitatekeleza wajibu wangu kwa mujibu wa Katiba ya Halmashauri Walei Katoliki Tanzania. Nitakuwa mtii na mwaminifu kwa kanisa na uongozi hierarkia wa kanisa. Nitalitumikia kanisa na waamini wake kwa bidii na uaminifu mkubwa, nikihakikisha natenda haki daima bila upendeleo. Nitashauri hierarkia kwa uadilifu, na katika kufanya hivyo nitahakikisha kuwa mkweli na mwaminifu daima na kwa maslahi ya kanisa. Na hapa katika utumishi wangu kama kiongozi katika kanisa, nitajitahidi kwa uwezo wangu wote kuwa mcha Mungu na mtu wa sala na ibada, ili nipate kweli kwa chumvi, chachu, mwanga na kioo kwa jamii ninayoiongoza. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Deusi John Nkalango naapa kuwa katika utumishi wa kanisa Katoliki jimbo kuu la Dar es Salaam kwa nafasi ya katibu wa parokia, nitalinda, kutetea na kuishi imani yetu ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume kama nilivyokiri na kuungama wakati wa ubatizo wangu na kipaimara. Naapa kuwa nitatekeleza wajibu wangu kwa mujibu wa Katiba ya Halmashauri Walei Katoliki Tanzania. Nitakuwa mtii na mwaminifu kwa kanisa na uongozi hierarkia wa kanisa. Nitalitumikia kanisa na waumini wake kwa bidii na uaminifu mkubwa, nikihakikisha natenda haki daima bila upendeleo. Nitashauri hierarkia kwa uadilifu, na katika kufanya hivyo nitahakikisha kuwa mkweli na mwaminifu daima na kwa maslahi ya kanisa. Na hapa katika utumishi wangu kama kiongozi katika kanisa,
Nitajitahidi kwa uwezo wangu wote kuwa mcha Mungu na mtu wa sala na ibada, ili nipate kweli kuwa chumvi, chachu, mwanga na kioo kwa jamii ninayoiongoza. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Regina Alois Mbena naapa kuwa katika utumishi wa Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa nafasi ya katibu msaidizi wa Parokia Mtakatifu Gabrieli Malaika Mkuu Vianzi, nitalinda, kutetea na kuishi imani yetu ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume kama nilivyokiri na kuiungama wakati wa ubatizo wangu na kipaimara. Naapa kuwa nitatekeleza wajibu wangu kwa mujibu wa katiba ya Halmashauri ya Walei Katoliki Tanzania. Nitakuwa mtii na mwaminifu kwa kanisa na uongozi hierarkia wa kanisa. Nitalitumikia kanisa na waamini wake kwa bidii na uaminifu mkubwa, nikihakikisha natenda haki daima bila upendeleo. Nitashauri hierarkia kwa uadilifu, na katika kufanya hivyo nitahakikisha kuwa mkweli na mwaminifu daima kwa maslahi ya kanisa. Na hapa katika utumishi wangu kama kiongozi katika kanisa, nitajitahidi kwa uwezo wangu wote kuwa mcha Mungu na mtu wa sala na ibada, ili nipate kweli kuwa chumvi, chachu, mwanga na kioo kwa jamii ninayoiongoza. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Koleta John Munishi naapa kuwa katika utumishi wa Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa nafasi ya mweka hazina Parokia ya Vianzi, nitalinda, kutetea na kuishi imani yetu ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume kama nilivyokiri na kuiungama wakati wa ubatizo wangu na kipaimara. Naapa kuwa nitatetea wajibu wangu kwa mujibu wa kanisa katika Halmashauri ya Walei Katoliki Tanzania. Nitakuwa mtii, mwaminifu kwa kanisa na uongozi hierarkia wa kanisa. Nitalitumikia kanisa na waamini wake kwa bidii na uaminifu mkubwa. Nitahakikisha natetea haki daima bila upendeleo. Nitashauri hierarkia kwa uadilifu, na katika kufanya hivyo nitahakikisha kuwa mkweli na mwaminifu daima na wakati kwa maslahi ya kanisa. Na hapa katika utumishi wangu kama kiongozi katika kanisa, nitajitahidi kwa uwezo wangu wote kwa kuwa mcha Mungu na mtu wa sala na ibada, ili nipate kweli kuwa chumvi, chachu, mwanga na kioo kwa jamii ninayoiongoza. Mwenyezi Mungu nisaidie. Tumsifu Yesu Kristo. Tuwapongeze tena. Mwenyekiti.
Kwa hiyo hawa ni viongozi wetu wa kamati tendaji kwa miaka mitatu. Pamoja nao tutatembea pamoja, tutasafiri pamoja na ili tujenge kanisa letu. Endelea nawaomba waendelee kuwaombea ili kwa mawazo yao tuendelee kuwa na maendeleo katika parokia yetu na vigango vyetu pia. Hapa tuna mwenyekiti na viongozi wengine kutoka vigangoni. Maana pamoja parokia hapa na vigango tuko pamoja, tunafanya kazi pamoja kwa maendeleo ya wote. Kwa hiyo sisi sote tunahitaji sala zenu. Ukiendelea kutuombea, sisi pia tutakuwa na nguvu ya kufanya vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Tupige picha pamoja, picha ya kisasa. Rudi nyuma kidogo. Mimi nakaa hapa. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mwisho tunawashukuru Tumaini Media kwa upendo wao, wakapenda leo waje kwetu kwa mara ya kwanza, ili watu wengine pia wale ambao wapo nyumbani hawakuwa na uwezo wa kwenda misa leo washiriki pamoja nasi kufuata misa ya hapa. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Inafanya pia ili watu wengine wafahamu parokia yetu, kwa sababu ni parokia changa sana katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Nafikiri leo watu wengi wamejua pia kuwa kuna parokia moja ya kanisa Katoliki kule Vianzi. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki na karibuni tena. Najua umeme umetuangusha sana, lakini tumesali. Asanteni sana na karibuni tena. Tusimame. Bwana awe nanyi. Inameni mpate baraka. E Bwana, tunakuomba baraka yako iwashukie kwa wingi watu wako, ili palipo na taabu matumaini yanayoongezeka, palipo na kishawishi nguvu ithibitishe, na wajaliwe wokovu wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani. Nandina kusema